hawatembei katika hii dunia au hawendi katika hii dunia, fayandhuru, basi wakatizame, kaifa kana, vipi ilikuwa aqibatul ladhina min qablihim, hatma ya wale waliokuwepo kabla yao. Utalii sasa unakuja. Huu ndo utalii. Lipo tatizo kwenye wahadhiri wetu wa Kiislamu tunapotaka kukataa kitu. Huwa kawaida yetu tunapenda kukataa vitu bila kufanya utafiti. Ukisema Qur'ani imezungumzia utalii, unaweza kubwa mawe sasa. Sasa hivi ukitoa muhadhara Uislamu na utalii, sema Sheikh Msaba tizama anatuambia utalii. Na ukitoka nje unaweza kupigwa mawe, unaeleza mambo ya utalii. Lakini utalii upo katika Uislamu. Tena ni amri hasa ya kutalii. Lakini namna ya utalii unaofanyika hivi sasa duniani sivyo vile ambao Uislamu unataka utalii ufanyike. Hasa ile fikra nzima ya utalii ishachafuka. Ikichafuka sasa balaa. Kwa mfano ukirudi kwenye vitabu vyetu vya dini ya Kiislamu katika mambo ya ndoa, inaruhusiwa mtu kumtizama mwanamke ambaye anakusudia kumposa, hata kama mwanamke yule hajui kuwa anatizamwa. Tumefahamiana? Alimradi asiwe kajikashi, unaruhusiwa. Imo kwenye vitabu. Lakini kwa dunia ya leo ukiruhusu hiyo, maana yake nini? Mungu atupshe mbali, una dada yako wewe mjane, halafu mimi kabarazani kapita nikaanza kumkagua vizuri na muangalie. Shemsaba vipi bwana, mbona unamtazama sana dada yangu? Nataka kumposa. Unaweza kwa utetezi kweli huo kusema nataka kumposa, kwa nini? Mtaniambia mimi si shekhe wala sifai. Lakini ipo katika sheria kwamba mwanamke ikiwa una madhumuni ya kumuoa, kumtizama mradi tu amejisiri, akitembea hatua zake zile, kiuno kinakwenda vizuri, kifua Lakini naam, katika dunia leo unawezaje ukaitekeleza hiyo? Kwa msingi wa dini yetu ya Kiislamu inakuwa balaa kubwa sana. Sasa na utalii upo katika Uislamu, lakini unautekeleza vipi katika dunia ya leo kwa misingi ya Kiislamu? Ndio litakalokuwa balaa. Lakini lipo. Na kwa sababu hatutawali ulimwengu, na hata hizo nchi ambazo zinadaiwa kuwa zinatawaliwa Kiislamu nako ni magutugutu, nusu nje nusu ndani, inakuwa kidogo vigumu kutekeleza. Lakini si kwamba haiwezekani, inawezekana. Sasa hapa ndo tunauzungumza. Basi awalam yasiru fil ardi, je, ndo hawajatembea katika dunia? Sasa kutembea katika dunia, fayandhuru, wakenda wakatizama, si ndo utalii huo? Kwani watalii wanatembea katika dunia kwenda kufanya nini? Kutizama. Yale mengine yanayoambatana na starehe sasa yanatokana na zile tabia wanazokwenda nazo. Kwa nini ukifanya ziara Maka na Madina pamoja na kufanya ibada, si unakwenda kutizama na yale maeneo muhimu? Mna utalii mle ndani ya hija. Kaifa kana, lakini kwenda kutizama vipi ilikuwa aqibatu hatma au mwisho alladhina min qablihim, ya wale waliokuwa kabla yao. So ukenda Misri ukatizama alimoishi Firauni, alipoangamia Firauni, huo ni utalii. Ukenda Dead Sea, Sodoma na Gomora, ukaangalia walikoangamizwa watu wa kaumu Luti, na utakuwa ni utalii. Kila unakokwenda kutizama mambo yaliyotokea katika historia ya watu wa zamani, utakuwa umejifunza. Lakini ndio sasa hata matajiri wetu hawahamasishwi kufanya hivyo. Nasikia matajiri wa Kiislamu akaenda likizo, akaenda Uingereza, akaenda Marekani, akaenda kupumzika, lakini kwenda katika maeneo matakatifu, kwenda maeneo ya historia ya kidini, kutizama vipi alikuwa mambo, wala habari hana. Wala haoni kama kenda kajifunza kitu au kapumzika. Na viongozi wetu hali kadhalika ndio hivyo hivyo. Hawafanyi. Sio tu viongozi wa kiserikali, hata viongozi wetu wa kidini walikuwa na nafasi za juu, wana likizo, wana posho nzuri, pia hawafanyi. Usisakame tu matajiri na viongozi wa serikali, uiseme ile hali halisi.
halimo kabisa wazo hili la kwenda kutembea. Na ukiwaambia hizo kwamba wameambiwa makafiri hao, maneno haya wameambiwa makafiri, hatujaambiwa sisi. Yani kafiri ende akatizame Firauni alivyoangamia, lakini wa Muislamu usende kutizama Firauni alivyoangamia. Nani atapata mawaidha kati ya wewe na yule kafiri? Makubwa ya haraka sana. Anyway, ndio mitazamo. Aqibatul ladhina min qablihim, mwisho wale waliokuwa kabla yao, walitamba wakafanya hivi na vile. Lakini ukiangalia sehemu ambayo Firauni alizama, si ndio unaangalia vile sehemu ambayo Musa na wana Israeli waliokoka? Si unaangalia mambo mawili? Kwani unaangalia jambo moja? Si yote mawili unayaona? Kanu ashadda minhum quwwatan, walikuwa mno au zaidi kuliko wao kwa nguvu. Mno kuliko wao kwa nguvu, ile ashadda mno katika Kiswahili kile cha ndani kabisa, au zaidi kuliko wao kwa nguvu. Mno manake zaidi. Cha mno nini? Yani cha zaidi nini? Mno manake kitu kilichozidi. Ashadda Kiswahili cha zamani, mno. Kanu walikuwa ashadda mno minhum kuliko wao quwwatan kwa nguvu, yani zaidi kuliko wao kwa nguvu. Hawa wanaotamba hawakuwa na nguvu kuliko walizokuwa nazo hao walioangamia. Ukilinganisha na mazingira ya wakati ule na nguvu za kisilaha za wakati ule, walikuwa nazo nguvu kubwa sana. Tena wa atharul ardha, na waliathiriana na ardhi hii. Atharul ardha, waliathiri dunia, waliathiriana na dunia, manake waliacha alama, na mpaka leo alama hizo zipo, ndio athar. Ukenda Misri mpaka leo pyramids zile ukizikuta ni za athari kubwa sana, zina maelfu ya miaka, na ni makaburi ya wakubwa katika ukoo wa Kifirauni. Ukenda ukikuta sanamu zilizochongwa zina athari kubwa sana. Ukenda ukizungumza makasri yaliyojengwa yana athari kubwa sana na ya muda mrefu sana. Na sehemu nyingi za ulimwengu ni hivyo. Unamokwenda, ukenda Rome, Italy, utakuta mambo makubwa kweli ya kihistoria ya zamani sana. Hata ukenda Israel utayakuta, hata Syria utayakuta. Uko Yemen ndio kuna mapango utayakuta yaliyochongwa mengi sana. Watanhituna min aljibali buyutan, na maeneo kadha wa kadha. Waliweka athari kubwa katika dunia kuliko sisi. Sisi tunaweka athari kwa hizi teknolojia tulizonazo sasa, lakini wao walikuwa wanaweka athari kwa nguvu zao wenyewe za kuchonga, za kutengeneza mambo wao wenyewe. Majabali kuyachonga mpaka ukatengeneza vyumba na ukumbi, si jambo dogo, tena kwa ala za nyenzo duni kabisa walizokuwa nazo wakati huo. Kwa wamefanya kazi kubwa sana. Wa amaruha, na wakaimarisha hiyo ardhi, akthara zaidi mimma amaruha, kuliko walivyoimarisha hao watu wako hapa Maka kwa wakati ule wa Mtume sallam. Lakini hata kwa sasa sisi tumeimarisha ardhi kwa namna nyingine, lakini katika zile namna walizozitumia wao walituzidi. Lakini yote hayo, wajaat rusulun bil bayinati, wakajiwa na mitume yao kwa hoja mbalimbali. Pamoja na maguvu yote walionayo, lakini muongozo wa Mwenyezi Mungu lazima uje kuonesha kuwa nguvu ya kiuchumi, nguvu ya kimaendeleo haizuii mtu kupewa mawaidha, wala haionyeshi kuwa mtu akiwa na nguvu ya kiuchumi na nguvu ya kimaendeleo manake lazima awe kaongoka katika njia ya haki kwenye dini. Hapana. Anaweza kuwa na maendeleo makubwa ya dunia, lakini Mungu wake hajamtambua vizuri. Najua kama taifa la kwanza duniani kurusha chombo kikatua mwezini ni Warusi. Kila siku ninajivunia kuwa Mwafrika. Tazama mandhari yetu ya na waliotengeneza chombo kile hata Mungu hawamwamini.
na ndio watu wa mwanzo kukanyaga mwezi kwa chombo chao. Sasa ingekuwa dini na maendeleo ya kisayansi lazima ende sambamba siku zote, Warusi wasingeyapata. Na wao wakati mwingine utangulia sana kwenye sayansi kwa sababu wanataka kuthibitisha kuwa hakuna Mungu. Wamefika mpaka mwezini wakasema hatujamkuta. Akajificha, anakimbia kama yupo. Tunataka tumkamate, tumtie pingu, tuje naye huko duniani. Zile jeuri zao. Kwa hivyo yanaweza kupatikana maendeleo kwa mtu ambaye hana imani thabiti ya Mungu. Sababu dunia Mwenyezi Mungu hii katupa sote. Na katutaka sote tujitahidi katika dunia hii. Akhera tu ndo kaiweka kwa watakaomtii, atawapa pepo watakaomwasi. Lakini dunia kaiacha kwa wote mwangaike kuitafuta. Mkizubaa nyinyi pamoja na imani yenu mtakuwa nyuma, na wanaochangamka pamoja na ukorofi wao watakuwa mbele. Basi wajatum rusulun bil bayinati, wakajiwa na mitume yao kwa hoja za wazi wazi, kuambiwa pamoja na maendeleo mlionayo, pamoja na ujanja mlionao katika huu ulimwengu, lakini mfahamu kwa ulimwengu huu si wenu na mwenyewe kakuwekeni kwa majaribio. Lazima mumuamini na lazima mumwabudu huyo aliyewaweka katika ulimwengu. Fama kana Allahu liyadhlimahum, basi hakuwa Mwenyezi Mungu kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimuna, lakini walikuwa nafsi zao wanazidhulumu. Mwenyezi Mungu kawatendea haki kabisa, kawapa nguvu, kawapa akili, kawaingizia kila kitu katika ulimwengu, wameleta maendeleo, hakuwanyima kitu. Lakini wao kwa kule kutokumtambua Mwenyezi Mungu na kule kutokumwabudu Mwenyezi Mungu, ikawa wamejidhulumu wenyewe. Sasa wamejikosesha fursa ya kulipwa pepo na kupewa baraka za Mwenyezi Mungu kwa makosa yao wenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu hajawadhulumu. Hii inaonyesha wazi kwamba Mwenyezi Mungu katika dunia hii anatenda haki moja kwa moja, na akhera ndio ataitenda haki kabisa, ataitenda kwa ukamilifu zaidi kuliko hivi sasa. Kwa sababu dunia ukijitahidi anakupa bila kujali, unasali usali. Wala usifikirie manake asiyesali hawezi kupata riziki, asiyefunga hawezi kupata riziki. Riziki inatafutwa kwa misingi ya juhudi katika hii dunia. Lakini wa fil akhirati minal khasirina, akhira atakuwa miongoni mwa waliokula nini? Khasara. Ni afadhali uwe na riziki yako ya wastani katika dunia hii, lakini unamtii Mwenyezi Mungu, kuliko kuwa na riziki nyingi ikawa unamwasi Mwenyezi Mungu katika hii dunia. Itakuwa hatari kwako. Fama kana Allahu liyadhlimahum, basi hajawa Mwenyezi Mungu kuwadhulumu wao, walakin kanu, lakini wamekuwa wao anfusahum, nafsi zao wenyewe, yadhlimuna, wanadhulumu, hawazitendei haki, hawamwamini Mwenyezi Mungu, hawamwabudu Mwenyezi Mungu, hawaachi alichowakataza wala hawatendi alichowaamrisha, wanajikosea wao wenyewe. Akhera watakiona.